Afrique Plus 243 News. Raia wa nchi ya DRC waendelea kupitia maisha machungu huku ndani ya mashariki mwa nchi hiyo. Siku kwa siku milio za risasi nzito nzito zaendelea kusikika. Raia wengine waendelea tena kutoa machozi na kunena kwamba sehemu hizi tangu lini wataweza kukaa kwa amani. Hapa tunakopatikana ni nchini Uganda, ndani ya kijiji cha Nyakabande district ya Kisoro nchini Uganda. Raia fulani ambao waliotoka ndani ya mji wa Goma nchini DRC, Kiwanja, na wengine pia kutoka sehemu za Bukavu waliweza kuja sehemu hizi na kuweza kuona namna gani wanaweza kupata amani ya kudumu sehemu hizi. Familia yake Konge Mwibu Efi ni miongoni mwa wakimbizi waliotoka nchini DRC ndani ya mji wa Goma unaopatikana huko mashariki mwa nchi ya DRC. Aeleza maisha ambayo wanakuwa wakiyapitia hapa ndani ya kambi unaopatikana pana Kivale ndani ya kijiji. Hiyo inakuwa ni moja ya kambi ambazo UNHCR iliweza kuwapatia. Nani? Kwa majina ni Efi Konge. Kwa sasa mkazi wa Nakivale. Leo mnapatikana ndani ya sehemu hizi za Nakivale ambako wale wananchi wa kutoka ndani ya DRC huku mashariki mwa nchi ya Kongo kutokana na migogoro ambazo zinaendelea kuzuka huko ndani ya sehemu hizi. Tueleze ni namna gani mnavyojihisi na ni tangu lini mliweza kufika hapa? Inapita mwezi mmoja tuko hapa. Tulikimbia kwetu Kongo juu ya vita yenyewe inaopozea government na M23. Aloro tukaenda ona maisha imekuwa magumu sana. Juu kwenye tulikuwa tukiishi hiyo espace ni wa M23 ndio walikuwa wanaihudumia, hao ndio walikuwa wanaiongoza. Sasa tukaamua kutoka ili tusipoteze maisha. Tukatoka mshida na mafamilia, tukaanzia Nyakabande, apre Nyakabande, kwa sasa tunajikuta hapa Nakivale. Hata kama maisha haiko kabisa poa kama mjini mwetu, tunajitahidi tu kuweza na kusiporte yenye tuko tunakuta mtere. Huyu ni mke wake Konge Mwibu Efi ambaye atueleza namna gani yeye kama vile mama anakuwa akiwalisha watoto wake sehemu hizi ambazo za ukimbizi. Mama, mjambo? Kwa majina tukuite nani? Naitika kwa jina la Pinet Banyere, mke wa Metre Efi Konge. Sasa yeye tukutana hapa, unakuwa ukipiga deki ama ukiosha vyombo. Tuambie ni kivipi mnaishi hapa namna gani? Tunaishi hapa Nakivale kwa hali ya ukimbizi. Tulitokea Kongo. Kongo kulikuwa vita, mauaji, kosa amani. Alafu tukaona tujiripoti huko ambako tutapata amani. Tukafika Nyakabande na hapo wakatutuma huko Nakivale. Ndivyo tumepatikana hapa kwa siku 2-3 kwa kutafuta usalama. Je, na tangu mlipofika sehemu hizi, je, usalama mnajihisi kabisa unaenea? Afadhali, maana tunaona tuwalala tunaamka hatusikii vita, masikilite hakuna, alafu tunashinda na tunalala kwa amani. Afadhali hapa. Na kwa mwisho mnafikiria kabisa kurudi Kongo kisha migogoro hizi kuisha? Tunafikiria kuketi kwanza hapa. Alafu tutakuwa nasikia habari za huko kwa mbali, lakini tuko kwanza hapa, tungali hapa kwanza kwa muda mchache. Kiza kuna vitu ambavyo watu wa UNHCR ambao wanakuwa wakipatia. Je, wanapatia nini kama mnajihisi kabisa mmeridhika na vitu vile wanapatia? Ndio, watu wa UNHCR wanatusaidia kwa
mambo madogo madogo, vitu vya nyumbani, vya kulala na watoto, na alafu wanatusaidia kwa mambo mengi, usalama na hiyo kujipanga ndani ya nyumba, chakula kidogo kidogo, alafu tunaona tunaishi vizuri afadhali. Hakuna viwanja kabisa wamewapatia? Ndio, tulipata viwanja huko Nzugu, na hapo tunawaza kisi ya kuweka nyumba ili tuishi huko na watoto kwa hali ya ukimbizi. Na mnafikiria kabisa kwenda ishi ndani ya viwanja vyenu ambavyo UNHCR imeweza kuwapatia? Ndio, tunafikiri kukaa huko kwa sababu hapa na Kivale hatuna kazi, na mimi na mume wangu hatuna kazi. Ndio maana tunafikiri kwenda huko ili tusitoe pesa za nyumba. Hatuna mali za kutosha pesa za nyumba. Ndio maana tunawaza kuishi huko. Kama sasa unanena kwamba hamuna chakula, hamuna pesa za kuweza kulipa nyumba, hasa na magodoro mnazo? Mnalala vipi? Tunalala tu. Tunatumia hivyo vitu ambavyo tulipata huko kwa hivyo tunatumia huko nyumbani na watoto. Na kazi nini unaweza kuambia watu ACR wafanye kwa ajili ya kuona namna gani mume wako anaweza kuanza kazi? Tunaomba tu watu wa ACR kutusapoti zaidi na kazi kidogo kidogo. Kwetu sisi wanawake tunaweza yote. Mahali wanaweza kutukweka, kutumika hiki na kile. Wanaume kama vile wanawake tunaweza kujisaidia huko, nasi kwa napata kidogo kidogo. Ni wao tu kutukumbuka, lakini sisi tuko tayari kwa kazi yoyote. Wakiwafunza kazi za mikono, tupo tayari kabisa. Raia hao waishi maisha duni. Viongozi wa nchi ya DRC waweza kuwajia kimsaada raia hao ambao wameweza kukimbia migogoro hiyo ambayo inapatikana mashariki mwa nchi ya DRC. Huku mtakachofahamu ni kwamba kuna wakongwe, watoto, wazee, vijana, wamama, wasichana wote wapatikana ndani ya sehemu hizi. Na huku kulala hasa pia hawana magodoro, hawana namna gizi ya kuweza kupata chakula, pia na kufanya kazi hakuna. Watoto hao waendelea tena kupitia maisha ambayo sio ya kawaida. Kwa wakimbizi ambao waliweza kukimbilia sehemu za kijiji la Changarama huku ni ndani tu ya nchi hii ya Uganda, hao waendelea pia kupitia maisha ambayo wanakuwa wakihofia usalama wao, kama vile Theophile Ndongala alikuwa akitueleza hapa kuhusiana na maisha ambazo wanakuwa kiapitia huko ndani ya sehemu za Ngarama ambako wakimbizi waendelea kuja siku kwa siku kutoka sehemu za Nyakabande ambayo inapatikana ndani ya district ya Kisoro. Ni sehemu wanaita Ngarama. Ngarama ni Ngarama 1 na ni ndani ya nchi gani? Hapa ni Uganda. Kabisa kambi ya Nakivale. Umepatikana hapa vipi japo? Sasa mimi napatikana hapo sababu ya vita. Vita ndio inaacha napatikana hapo. Hali ya ukimbizi, tumeogopa, tumekimbizwa huko, tumefukuzwa kabisa. Hali iko mbaya sana huko Kongo. Ndio maana tunakuja kupatikana huko Uganda. Hali iko mbaya huko Kongo. Na je, huku umekutana kabisa hali iko sawa? Hapa Uganda? Hapa hali ingelikuwa sawa, alafu maisha kwa kweli security, kwa ngambo ya security iko nzuri. Ila kipato ya pesa, kupata chakula, tunalala vibaya, tunakula pia vibaya. Alafu naleta shida kwa matatizo kwa watoto, wavumilie matoke. Na hivyo kabisa tunakaa hapa kwa sababu ya kukosa mali kwa kwenda. Na pesa hatupati. Hatufanyikiwe kabisa kipesa.
Hiyo ndio kweli kabisa. Na tangu mlipofika sehemu hizi, ni kweli mmekimbia migogoro huko ndani ya nchini DRC ambako wahuni wa M23 hasa pia na wale wa TC huko nchini DRC. Tueleze, je, mnafikiria kwamba mtarudi tena nchini Kongo kisha migogoro hili? Kwangu mimi mwenyewe sijui kabisa. Kurudi Kongo ni shida, kwa sababu damu ya watoto wangu imemwangika huko. Nafuraleta oga kwangu. Nasikia naogopa kuishi tena Kongo. Ingeliwezekana vizuri, ningelipata nafasi ya kukaa kabisa vizuri, ningekaa. Sababu ya migogoro napita huko usiku na mchana. Zaidi inakuwa vita ya kuleta ya chuki, sio tena, sababu huku nakuwa vitu vingi ambavyo vinapita Kongo. FDLR iko hapo, wazalendo wako hapo, wandugu wetu M23 iko hapo, alafu wajambazi wengi yuko hapa ndani ya mji, hautajua ni nani atakufuatilia. Na ndio maana tulikimbia, sababu tulifuatiliwa zaidi. Tulifuatiliwa zaidi huko Kongo, na ndio maana tulikusudia kukimbia na kuja kupatikana huko katika nchi ya Uganda hapa Ngarama. Na tangu unapatikana ndani ya kampi hii ya Ngarama huku nchini Uganda, je, umewahi kuwatizama tena wakimbizi wengine kutoka huko DRC ambao unawafahamu? Ndio kabisa, wako na wasili, wanakuja usiku mchana, hata wengine wanakaa huko hapa kukambia Kabazana huko, wangali huko, wengine wanapita huko mbalimbali, wanaenda kutuza huko, wako nakuja paka hivyo. Mke wake Konge Mwibu Efi atueleza namna gani wanavyopata chakula, ijapokuwa maisha hayo yaendelea kuwa magumu, wakiendelea tena kualika viongozi wa nchi ya DRC kuwajie kimsaada hao ambao ni marefugee, japokuwa UNHCR inaendelea kuwa ikiwasaidia. Tunatumia mashamba ya jirani ama ndugu, tunaenda tunaongea na jirani, alafu tunapata mboga hapo na tunapigia watoto. Muna watoto wangapi hapa nyumbani? Nina watoto 3. Je, na wanasoma? Bado hawajasoma, wangali bado nyumbani. Sasa mnafikiria nini kwa kuwabeba shuleni? Shule tunafikiria kuwatia kwenye shule, lakini bado hatuna pesa. Pengine tukipata pesa ya kusoma kwanza watoto wasome kwa bure, hapo tunaweza kuwapeleka, lakini bado watoto wangali nyumbani.